Katika sehemu nyingine tulimkuta mwanamke akitengeneza maandazi. Askari wa kichawi walikuja na kula maandazi hayo, lakini bado aliendelea kufanya hivyo. Malaika akaniambia, huyu mama anauza maandazi duniani. Siku moja kikundi cha watoto wachawi walikutana na kujadiliana kwamba ingefaa kumwanzisha uchawi huyu mama ili awafanyie kazi usiku kila mara akiwaandalia maandazi. Kwa kununua maandazi hayo, watoto wale walimpa pesa chafu. Ndivyo alivyokuwa mchawi, lakini akiwa hajitambui. Na alianza kufanya kazi hii usiku. Aliendelea na biashara yake ya kuuza maandazi. Na tangu kuandikishwa huku kwa uchawi, biashara yake haiendelei tena. Mara nyingi ana ndoto kwamba anauza usiku. Niliona shughuli nyingine nyingi kama hizo mahali hapa, na watu ambao walikuwa wahasiliwa wake. Kwenye meza nyingine kulikuwa na mtu aliyekuwa ametawaliwa na risasi. Mtu huyu alikuwa akiuzwa. Malaika akaniambia, alikuwa mwanariadha mtu huyu, akikimbia zaidi ya wengine, haswa wachezaji wenzake. Marafiki zake waliwasiliana na wachawi ili kumwangamiza, na yule mganga ndiye aliyemrushia risasi za usiku. Wakati wa mchana yeye huwa hana pumzi na hawezi kukimbia tena. Niliona sehemu iliyojaa viungu. Wafuasi mbalimbali wa shetani walikuwa wakitayarisha chakula. Ilikuwa ni nyama ya binadamu, na walikuwa wakiwaita watu waje kujihudumia wenyewe. Malaika akaniambia, ni chakula ambacho watu wanakula usiku wakiwa wamelala ndotoni. Pia waliandaa sausage, maandazi, nyama za makopo na kadhalika. Nilistaajabu kuona vitu hivi pale, kwani ni vitu tunavyokula hapa duniani. Bwana hakuniruhusu kuwataja watu hawa, lakini kulikuwa na viongozi wa kibiashara. Maduka makubwa yaliyopo hapa duniani pia yalikuwa yanafanya kazi huko. Migahawa. Malaika akaniambia, wanauza vitu hivyo najisi vinavyotoka hapa kuharibu maisha ya watu, kuwagawia magonjwa. Hawa viongozi wa kibiashara walikuwa wakiweka pesa nyingi sana pale, na malaika akaniambia, kuna uwezekano wa watu duniani kupata nafuu wanapokuja kununua vitu kwenye maduka yao. Kulikuwa na makampuni ambayo majina yanaanza na herufi AL kwa la kwanza na AM kwa la pili. Kulikuwa na makampuni kadhaa, na miongoni mwao baadhi yana uwakilishi karibu duniani kote na kusimamia mauzo makubwa. Makampuni mengine pia hufanya kazi katika upelekaji bidhaa majumbani, yani home deliveries. Mbali na kazi za mchana, wafanyakazi wao bado wanajishughulisha usiku bila wao wenyewe kujua au kutambua. Naambiwa haya ni makampuni ya uchawi. Vitu walivyouza vilikusudiwa kwa misheni maalum ya kutimizwa katika ulimwengu wetu. Malaika akaniambia nisogee karibu ili kujua zaidi. Mkuu wa soko hili aliwaambia kwamba bidhaa hizi lazima kwanza kuleta unene katika maisha ya watu duniani kote, hasa nchi mbili, Marekani na Afrika Kusini. Pili, kuleta kisukari kwa mabara mawili, hasa Ulaya na Amerika, Kanada, Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Kuleta tezi dume, upungufu wa nguvu za kiume, kumwaga mapema. Hizi pia zilikuwa na nchi zao za kipaumbele, ambazo ni Uhispania, Brazili, Mexico, Chile, Uruguay na Kenya. Kuleta usonji, Ulaya ilikuwa kipaumbele. Ufaransa pia, Ubelgiji, Uswizi, Marekani, Kanada, Italia, Uingereza. Kulikuwa na watoto wengi wa Kiafrika walioathirika zaidi. Kuleta saratani na VVU ama ukimwi, Afrika kwanza ikifuatiwa na Ulaya. Makala zao bado zilikuwa kwenye dhamira ya kuharibu akili ya kawaida ya watu wa ulimwengu, kuharibu elimu. Ulaya na Amerika walikuwa katika nafasi ya kwanza. Upasuaji wa mwonekano, yani plastic surgery, mapenzi ya jinsia moja, yani LGBT, mapambo ya mwili pamoja na tattoo. Lakini pia jambo la mwisho,
kuleta uchawi. Afrika na Asia zilikuwa za kwanza. Kulikuwa na mambo mengine mengi yakiendelea huko, lakini kimsingi niliyoruhusiwa kuyasema. Kutoka huko tulikwenda mahali fulani, mahali ambapo dhahabu ilikuwa inauzwa. Malaika akaniambia, dhahabu hii ni urithi wa watu wa dunia, wale ambao hawataki kutoa zaka. Shetani anaiba furaha yao na kuja kuiuza hapa. Malaki sura ya 3 mstari wa 8 hadi 10 inasema, je, mtu humwibia Mungu? Kwa nini mnaniibia na mnasema tumekuibia kivipi? Katika zaka na matoleo. Bado niliona watu wakitengeneza vileo vikali, whisky, vinywaji vya sukari. Malaika akaniambia, watu wanapaswa kunywa maji mengi zaidi kuliko vinywaji vya sukari. Vinywaji hivi vinachangia uharibifu wa afya ya binadamu. Malaika alinileta mahali fulani. Hapo niliona wanamuziki wa kidunia wa ulimwengu huu wakifanya matamasha. Wafuasi wa Shetani waliwaonyesha mitindo ya kucheza. Niliona waimbaji mashuhuri kadhaa wa Kimarekani. Katika nyimbo zao walikuwa wakijifunza jinsi ya kuonesha miili yao ili kuwatupia laana wanaume. Mavazi yao yalikuwa ya kuwaroga vijana, kuwaongoza kuvaa nguo zinazofanana na wao. Waliongozwa na maneno maovu, kashifa ambazo ziliwasukuma watu kujitoa kwa Shetani. Mastaa hawa walilazimika kufanya maombi ya kishetani walipokuwa jukwani. Walikuwa na uwezo wa kufanya uharifu duniani, kuvaa uchi jukwani wakati wa tamasha. Bado walikuwa na uwezo wa kutupa giza katika maisha ya watu. Pia niliona mahali hapa wasanii wa Kiafrika niliowafahamu na mnawafahamu vizuri. Walifundishwa uandishi wa nyimbo, kauli mbiu pamoja na midundo ya kuleta laana katika maisha ya watu. Walijifunza kuingiza sauti za kishetani ndani ya ala zao za sauti, ambapo walipaswa kufanyiwa matibabu ya koo. Walikuwa wamefikia uwezo wa kuiba nyota za watu ili wazitumie kujitajirisha. Ilibidi wanyonye wengine na kufanya kila aina ya matambiko ya uchawi katika matamasha yao. Niliona baadhi ya wanakwaya wa Kikristo wa uongo waliokuwepo pale chini. Malaika akaniambia, walipoteza agano na Mungu wa utukufu na kukabidhi roho zao kwa Shetani kwa mafanikio na pesa. Malaika akaniambia, wengi wao hawakuweza kupinga mambo ya ulimwengu huu. Walishindwa na majaribu na kuufuata utukufu wa dunia. Niliwaona wakijifunza nyimbo nyingi. Ilibidi waanzishe kanuni na maneno ya kishetani katika nyimbo zao. Wakristo fulani bandia walilazimika kujumuisha mitindo ya kiulimwengu kama vile mavazi, mitindo ya nywele na kadhalika, ili kukuza biashara hii ya kishetani. Wamefaulu kufanya kazi ili nyimbo zao zichezwe kwenye baa pamoja na vilabu vya usiku. Kwa sababu maeneo haya yanatumika kama mahali pao kunasa roho zao, ilibidi wafanye watu wapagawe kwa nyimbo zao. Nilifika mahali fulani, nilipata biashara zilizokuwepo DRC kabla ya uporaji. Malaika aliniambia kuwa lengo lilikuwa kudhoofisha uchumi wa nchi yako. Njama hii ilitayarishwa katika ulimwengu wa giza, na ni watu wa magharibi ambao walikuwa msingi wa kila kitu, kwani lengo lao lilikuwa kumuondoa Rais Mobutu. Niliona kwamba wale waliofanya kazi pale walikuwa wakitokwa na jasho jingi, na malaika akaniambia, ni kizazi cha vijana waliotolewa kafara. Kuhusu njama ya kuangamiza DRC Zaire wakati huo, Biblia katika kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 16 hadi 17 inasema, wao wakuonao watakukazia macho, watakuangalia sana, wakisema, je, huyu ndiye aliyeitetemesha dunia? Huyu ndiye aliyetikisa falme 17, aliyefanya ulimwengu ukiwa, akapindua miji yake, asiyewafungua wafungwa wake waende kwao. Aya hii inamzungumzia Shetani, jinsi alivyoiharibu miji ya ardhi na kuwaachia wafungwa wake.
aliiharibu DRC kwa kuhamasisha uporaji kupitia njia ya magharibi. Akamchukua yule kijana mfungwa kama malaika alivyonionyesha katika ufunuo, na biashara hii inaendelea hata leo na vita mashariki mwa DRC. Bado niliona shughuli nyingine nyingi mahali hapa, na malaika akaniambia, ninakuleta tena mahali fulani katika kituo cha operesheni. Tulikuwa tumechukua njia ambayo imetengenezwa kwa vioo. Nilifika mbele ya chumba kikubwa. Malaika akaniambia, ni hapa ambapo maandalizi yote ya shughuli zao hufanyika duniani. Kila kitu kinapangwa mahali hapa. Malaika akaniambia, chumba hiki kina ngazi 5. Kwanza nitakupeleka kwenye maktaba, na katika maktaba tutapata aina 3 za kumbukumbu. Kwanza ni mipango ya mission ambayo tayari imetayarishwa kutekelezwa dhidi ya makanisa, mataifa na watu. Pili ni nyaraka za mission ambazo tayari zimetekelezwa, yale ambayo yamefaulu na yale ambayo yameshindwa. Katika kumbukumbu hizi pia kulikuwa na picha za watu ambao bado walikuwa hai, hata wale waliokufa. Malaika akaniambia, hapa wanakusanya kumbukumbu zote, ripoti za misheni yote, ikiwa imefaulu au la. Wanapofanya misheni ikafanikiwa, wanakuja na kuficha kanuni hapa. Ikishindikana, baadaye wataibua kizazi kitakachokamilisha azima hii kwa kufuata mikondo iliyo kwenye kumbukumbu iliyofichwa hapa maktaba. Nilikusudia kuchunguza baadhi ya vitu vilivyohifadhiwa, lakini malaika huyo aliniambia kwamba kitabu pekee tunachopewa kusoma ni Biblia. Kulikuwa na rekodi za misheni walizofanya dhidi ya watu mashuhuri wa ulimwengu huu. Watu kutoka duniani walijitokeza kutafuta kumbukumbu hizi. Malaika aliniambia, ulimwengu wa kishetani unatilia maanani misheni. Wanachukua muda wao kuendeleza utume wao, hata kama itawachukua wiki, miezi, miaka au hata miongo, mradi tu wafikie malengo yao. Kutoka hapo tukaenda kwenye chumba cha mikutano. Watu walipangwa katika vikundi na kulikuwa na maelfu na maelfu yao. Malaika akaniambia, waliondoka katika vikundi kulingana na udugu wao. Ulimwengu wa kishetani umeundwa vizuri sana na unafanya kazi kwa udugu. Wacha tuone jinsi wanavyopanga mpango wao, akaniambia malaika. Akiwa ameketi katikati katika kundi la kwanza, mwanamke mmoja alikuwa akiripoti juu ya utume wake, na alikuwa akisema, nilipoanza kushiriki maisha ya huyu mtu, alikuwa na mali nyingi, nikamletea laana. Niliharibu maisha yake. Siku moja aligundua kuwa tangu nilipofika mambo hayakuwa sawa katika biashara yake, na anataka kunitaliki. Na nitafanya nini? Naam, wasiwasi wetu ulikuwa uharibifu wa maisha yake. Lengo letu litafanikiwa ikiwa anasisitiza talaka, wakamwambia. Mwanamke huyu aliwakabidhi mali yote ya mtu huyu ambayo alikuwa na dhamira ya kuiharibu. Nilishtuka na kuona mshangao wangu. Malaika akaniambia, watu kadhaa ni wajumbe wa shetani kuharibu maisha ya wenzao duniani. Katika udugu huo huo, mshirika mmoja alitoa wanasesele 2, na mkuu wao akamwambia, nipe hao. Akiwa na sindano mikononi mwake, aliwachoma wanasesele hawa, na washiriki wote walishangilia kwa mayowe. Malaika akaniambia, mtu huyu anaishi na mjomba wake. Alipata amani iliyotawala nyumbani, lakini akiwa amechanganyikiwa na wivu, alienda kulalamika kwa udugu wake ili kumwangamiza mjomba wake na mkewe. Ndivyo ilivyotakiwa kurudisha vielelezo vyao pale. Ndiyo maana akatoa vinyago hivi ili kuotoa kafara mjomba na mkewe. Katika ulimwengu wa kishetani, vitu hutumika kama viwakilishi vya wanadamu ili kuvidhibiti vyema na ikibidi kuviangamiza. Katika udugu mwingine kulikuwa na mtu ambaye alikabidhiwa kazi ya kumtia sumu mtu asiye na hatia kwa kutumia kiatu. Wachawi walikuwa wakifanya kazi hiyo, na mkuu alikuwa akimwambia,
hakikisha unampa kiatu hicho siku ya sherehe yake ya kuzaliwa. Kwanza waliionyesha sura yake kujua saizi ya kiatu chake. Mtu huyo alikuwa anavaa namba 45. Kiongozi akaongeza na kusema, utajifanya hujui saizi ya kiatu chake na kumuuliza kwa lengo la kumpa kiatu hiki kama zawadi. Malaika akaniambia, mtu huyu ambaye ni mlozi anafanya kazi katika kampuni ya Telecom nchini Cote d'Ivoire. Alikuwa na wivu wa kupandishwa cheo kwa kiongozi wake, na kwa vile yeye ni mshirika wa udugu wa kishetani, aliazimia kumuua mwishowe, si kuchukua mahali pake bali yaondolewe kwenye uso wa dunia. Malaika akaongeza na kusema, wakati fulani wafuasi wa shetani wanapingana na watu bure bila ya kupata chochote, na mara nyingine kwa wivu tu. Katika udugu huu wachawi walikuwa maalum kwa ajili ya sumu. Nikaona wanampangia mipango rais wa Tanzania, ambaye kwa bahati mbaya sana mpaka naandika haya mtu huyo si wa dunia hii tena. Jina lake lilikuwa John Magufuli. Wachawi hawa walikuwa na aina kadhaa za sumu. Kwa upande mmoja walikuwa wakituma kimwili kuangamiza watu waliolengwa kwa sumu, na kwa upande mwingine walikuwa wakituma wajumbe kwa njia ya kiroho kuwatia watu sumu. Kwa hiyo kiongozi wa udugu huu aliwaambia wafanye mipango, kwa vile wana lengo la kufikia lile la kutoa kafara nafsi kadhaa. Tukaelekea kwenye udugu mwingine ambako kulikuwa kuna pangwa matukio ambayo yalipaswa kutokea duniani. Wawakilishi kutoka kila nchi walikuwa wakiripoti juu ya janga la COVID-19, yaani walitoa taarifa za idadi ya watu walioathirika, waliochanjwa na waliouawa. Kiongozi wa udugu aliongeza na kusema, lazima tuendelee na ugonjwa huu na kuleta tofauti. Omicron ni mmoja wao. Lazima tuendeleze mashambulizi katika ngazi ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kupunguzwa kwa uondoaji vikwazo dhidi ya watu na mataifa wanaopinga sheria na hatua mpya. Akawaambia, lazima tufanye kazi kwa bidii, kwani tayari ni wakati wa mwisho. Kila udugu ulikuwa na mradi ambao walipanga kwenda kuutekeleza duniani. Nilishangaa kila nilichokiona. Walikuwa wakipanga matukio mengi kwa lengo la kuharibu, na matukio haya yote yalikusudiwa yatokee duniani. Tukapita kwenye handaki, tukafika mwisho, na mbele yetu kulikuwa na nafasi kubwa. Eneo hili liliwekwa lami. Kutoka hapo kulikuwa na milango mitatu iliyoelekea pande tatu tofauti. Mwangaza ulikuwa giza na anga lilikuwa shwari na chafu. Kulikuwa na harufu ya kuungua. Nguvu za uovu zilisikika mahali hapa. Ilikuwa ni milki mbaya. Malaika akaniambia, tuko katika ufalme wa uovu. Hapa uovu unachukuliwa kuwa mzuri na uzuri kama uovu. Hii ndiyo asili ya uovu. Kila kitu unachokiona kitakuwa nje ya ufahamu wa mwanadamu. Vingine usiogope, kwa kuwa machoni mwao sisi hatuonekani. Kumbuka kila kitu unachokiona. Malaika akaendelea na kusema, watu kutoka katika mabara yote ya dunia wanamtumikia shetani. Wale wote wanaohitaji mamlaka ya kisiasa, ya kidini, wale wote wanaohitaji mafanikio katika muziki au nyanja nyinginezo, huja hapa. Kwa hakika wapo hata watu ambao ungewatambua. Watu wengi ambao wamemtumikia shetani na ambao maisha yao bado hayajafikia kikomo, wote ni watumwa hapa katika ulimwengu huu. Bidhaa nyingi mnazozitumia duniani zinatoka hapa. Malaika akaniambia. Nikamuuliza, tuchukue mwelekeo gani? Tutapita mkono wa kushoto. Akajibu, ndipo huku ambapo utatupeleka hadi ufalme wa anga. Malaika alinipa daftari na kalamu akisema, andika kwa undani kile utakachokiona hapa. Tukiwa tayari mbele ya mlango, malaika akaniambia nitoe maelezo ya kina ya kile nilichokiona pale. Nikamjibu malaika kuwa naona kiumbe wa ajabu, anachukia, ameketi kwenye kiti cheusi cha enzi,
amevaa vazi jekundu na roho nyingi zinamtumikia. Na kila wakati mtu akitaka kuingia katika ulimwengu huu, ilibidi ajiandikishe kwake kiumbe aliyeketi kwenye kiti cheusi cha enzi. Haya yanayosemwa ni makufuru dhidi ya jina la Mungu. Uongo uishi kwa muda mrefu na ufanikiwe, ushinde ulimwengu wote, wenyeji wa dunia na waangamie pamoja nasi, ubaya ushinde na wema utoweke milele. Nilishtuka kusikia maneno kama hayo. Juu ya mlango wake paliandikwa, ufalme wa uongo ulioendelea zaidi. Tukiwa na yule malaika tulikuwa tumevuka mlango, na mara moja ndani akaniambia, ufalme wa anga unashughulika miongoni mwa mambo mengine kueneza uongo na kupigana na wakazi wa ardhi kwa vifungo. Utaona mambo ya ajabu. Kanisa lazima lifahamu utakachokiona hapa. Katika ulimwengu wa anga, kila eneo lina ngazi 36 au vyumba 36 tuseme. Haya ni malimwengu ambayo shetani anafanya kazi kikamilifu, na kila moja ya vyumba hivi inatawaliwa na mkuu wa anga. Uzoefu wako hapa utabadilisha njia yako ya kuona ulimwengu wa kiroho na mtazamo wako wa vita vya kiroho, alisema malaika. Nadhani kauli hii kutoka kwa malaika ni ujumbe muhimu zaidi kwa uzoefu wetu. Uzoefu unaoishi hapa unabadilisha jinsi unavyoona ulimwengu wa kiroho na mtazamo wako wa vita vya kiroho. Malaika alikuwa sahihi. Siangalii tena mambo sawa na hapo awali. Malaika akaniambia, ni sasa, lazima wafanye mkutano wao na tufanye haraka tuhudhurie. Mahali tulipokuwa kulikuwa na barabara kubwa ambayo roho nyingi na viumbe vingine vilitumia. Katika mita 100 kulikuwa na ukumbi wa mikutano. Tulifika, tuliingia, na chumba kilikuwa na watu wengi. Watu kadhaa wa kidini wa ulimwengu walikuwepo. Wacha tuseme kwamba mahali hapa palikuwa pameteuliwa vyema, na kijana wa kike wa pepo alikuwa akiongoza mkutano. Anaitwa Malkia wa Mbinguni. Watu waliokuwepo walimuita Bikira Mtakatifu, mama wa Mungu. Watazamaji wote waliinama chini na kurudia sala waliyosema, Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Kusikia matamko hayo nilipigwa na butwa, na bila shaka pia wewe unaelewa kwa nini. Malaika wa Mungu aliniambia nisishangae kwamba mwanamke huyu ndiye mama wa dini zote za uongo. Aliniambia tena kwamba kutoka kwake walikuja wachungaji wote wa uongo wa dunia ambao wanavutiwa na mafanikio, nguvu na pesa. Malaika aliniambia kuwa mwanamke huyo pia ana kanisa lake ambalo analiongoza duniani. Kanisa ambalo liko katika mji wa kale huko Ulaya, mji ulioanzishwa katika karne ya 8 kabla ya Kristo. Jiji hili pia linaitwa jiji la vilima 7. Kwenye viti vya kwanza walikaa wawakilishi wake. Malaika akaniambia nije karibu ili nisikilize wanachosema. Kwa hivyo mwakilishi ambaye jina lake halisi lilikuwa Carol alifuatana na wasaidizi wake watatu waliotoka nchi 3 tofauti. Waliwasilisha kwa binti wao orodha ya roho walizozitongoza duniani. Nao walikuwa wakimwomba tena mamlaka na mamlaka zaidi. Mwanamke huyo aliwahakikishia upatikanaji wake wa kuwapa walichoomba, na kwa kama malipo aliwaambia wajenge shule zaidi, vyuo vikuu, ili kuvutia watu ambao lazima wafuate dini yao. Aliendelea kusema kwamba wanapaswa kuzingatia kufanya kazi juu ya mpango mpya wa ulimwengu, yani New World Order, kuendeleza sababu ya LGBT, kuendeleza mafundisho ya kupinga Biblia kupitia theolojia, kuunga mkono sikukuu za kipagani, kuhimiza kutoamini kwa siri kwa kiakili, na kuunda mambo mengine mengi ambayo yanahimiza ibada ya sanamu. Pia walipaswa kufanya kazi kwa ajili ya kuanzishwa kwa mahekalu ya uchawi duniani. Kisha malaika akaniambia, usishangae kwa haya unayoyaona. Mungu amempa mwanamke huyu uhuru wa kufanya machukizo yake mpaka mwisho wa nyakati.
ataongoza roho nyingi kwenye upotevu. Kanisa hili limekaa juu ya damu ya binadamu. Wote ni mashetani waliojigeuza kuwa wa dini. Makasisi wao wanajihusisha na mazoea yasiyo ya asili. Wako katika biashara ya dawa za kulevya na wako kwenye msingi wa uharibifu wa mataifa kadhaa duniani. Lakini wanajificha nyuma ya toleo lenye utata la Biblia. Nyuma ya pazia wanaunga mkono uhalifu na mapinduzi fulani. Kwa mavazi yao, sheria, rozali, misalaba, vyetezo, misa kwa ajili ya wafu na kadhalika. Niliona kwamba makuhani hawa walikuwa wakimimina kitu kama kioevu chini. Malkia wa mbinguni aliwaita kwa sherehe ya ubatizo. Wakati mzazi wao mtakatifu alipofika, Malkia wa mbinguni alianza kufanya porojo juu yake ili kumpa uwezo wa kuyatawala mawazo ya wanadamu, kuyatiisha, kuwafanya wanadamu wamfikirie kuwa ni mtu mtakatifu, na pia akampa majina ya kumkufuru Mungu. Malkia wa mbinguni akampa moyo wa kutokwa na damu na akamwambia, watoto na watu wazima watainama mbele yako. Nitakupa ubora juu ya wanaume. Uongo wako utakubaliwa hata na watu wenye akili na vipawa. Nyuma yao kulikuwa na wachungaji kadhaa kutoka pembe 4 za dunia wakitafuta mamlaka. Malaika aliniambia kwamba mahali hapa pametengwa kwa ajili ya wachungaji maarufu zaidi duniani. Aliniambia tena kwamba atanipeleka mahali pengine na bado ningeona ukweli mwingine mwingi. Nilisikia tena kwamba wanaomba nguvu zaidi, mafanikio zaidi, pesa zaidi, umaarufu zaidi na sifa za kuvutia ili kuvutia watu wengi. Malkia aliwaambia, kila mmoja wenu atapata mamlaka kuhusiana na familia yake ya mali, yani udugu wa uchawi. Ukitoka hapo utaambiwa cha kufanya. Malkia alisimama na kusema, misa imekwisha. Kila mtu sasa lazima akabidhi sadaka yake na kuupa utukufu udugu mkubwa. Kulikuwa na walimu wengi wa kiroho mahali hapa. Malaika aliniambia wanaohudhuria mkutano huu ni wale wanaofikia kutoka degree 18 hadi 42 ya udugu wote wa dunia. Pia kulikuwa na wanasiasa, wakuu wa dunia, madaktari, wanafizikia, wanamuziki na kadhalika. Kila mtu alitaka nguvu zaidi. Na kufikia hapo ndipo mwisho wa toleo la ushuhuda huu. Ushuhuda wa masaa 23 katika ufalme wa Shetani. Katika msimu huu tutaishia hapo. Kama kutakuwa na toleo lingine, yani mwendelezo wa ushuhuda huu, tutauleta kwako. Lakini kwa sasa tutaishia hapo. Kumbuka, huu ni ushuhuda wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Aston Adam Mbaya wa huko nchini Kongo, aliyepata neema ya kutembelea vyumba 351 vya kuzimu, lakini pia kupelekwa katika ziara ya masaa 23 katika ufalme wa Shetani. Mimi mwandaaji na msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri.